Jambo la kwanza, ili tuendelee kutekeleza miradi hii, ni lazima jambo la amani ndani ya nchi yetu liwe ni kipaumbele cha kila Mtanzania. Hatuwezi kutekeleza mambo haya kama nchi yetu haina amani. Na mnufaika mkubwa wa jambo la amani ni muhusika mwenyewe wa kila eneo. Ninyi hapa Iringa, amani ikivunjika, waathirika wa kwanza wa kuvunjika kwa amani mtakuwa ni nyewe wenyewe watu wa Iringa hapa. Amani ya Iringa ikivunjika, mwathirika wa kwanza ni mwana Iringa mwenyewe. Mwana Iringa sio kwa maana ya Wahehe. Mwana Iringa ni mtu yeyote anayeishi Iringa hapa kihalali. Yeyote aliyepo hapa Iringa, amani ikivunjika, wewe unakuwa mwathirika wa kwanza. Ndio maana sababu nimemwona na baba askofu hapa, ndio maana kwenye neno la Mungu maandiko yanaelekeza kwamba walikuwa wanaambiwa wenzetu wale kwamba hata nchi waliopelekwa mateka kwamba wanaambiwa uombeni mji ule nilikowapeleka kuwa mateka, kwa sababu kupitia amani ya mji ule ndipo na nyie mtapata amani. Mnufaika wa kwanza wa amani ya Iringa ni mwana Iringa mwenyewe. Kila mnapotembea zingatieni hilo. Amani ikivunjika, huwezi ukafanya shughuli yoyote ya maendeleo kama nchi, kama serikali, na hata katika maisha ya mtu mmoja mmoja. Nimemwona shehe na wenzetu pia wanalo neno hilo, ambapo wakisema utakie baraka mji ule kwa sababu ndipo utakapoweza kufanya ibada. Na hata kwenye salamu ile wanaongelea kila mmoja uwe na amani, wanatakiana amani. Tupuuze na wala tusiwe na ushirika na mtu anayekutuma kuvunja amani wakati yeye hayuko hapo, anajua yeye hata athirika. Mtu anakuhamasisha kwa grupu la WhatsApp, yeye yuko na soda yake ya baridi na ya moto hapo na mshikaki, anakuambia tukutane pale tufanye fujo kwa grupu la WhatsApp. Alafu anakuangalia wewe unavyohangaika kupitia television na mtandao wa kijamii. Hiyo ni dharau na ni kusakiziana kwenye jambo ambalo yeye si mshirika wa madhara yatakayojitokeza. Na yasisitiza haya kwa sababu ujasusi wa dunia hii nimeufuatilia kwa miaka mingi sana. Najua michezo hii mingi, najua haya yaliyotokea Ghana, najua yaliyotokea Kongo, najua yaliyotokea Angola, najua maeneo mengi yalikowahi kutokea. Tanzania si alikuwa kiongozi wa Liberation Movement, alikuwa kiongozi wa masuala ya ukombozi wa bara la Afrika. Najua michezo hiyo, na hata michezo ya kisasa iliyofanyika katika baadhi ya nchi naijua, ambayo hiyo hatujasimuliwa, tumeona inafanyika michezo hii ya kulipia baadhi ya watu wafanye vitendo vya kihalifu katika nchi husika, lakini kwa malengo na sababu zitakazotajwa tofauti na zile zilizokusudiwa. Sababu nyingi inakuaga rasilimali, lakini zinazotumika zinatajwaga zingine. Lazima kila wakati tuwe makini. Na hata nchi yetu inao vibaraka, wako wengi tu. Vibaraka wa aina hiyo wako wengi na wako kazini, na maisha yao wanaendesha kwa kulipwa hivyo hivyo, wakati ninyi mnavuja jasho kutafuta kipato halali cha maisha yenu na kuiendeleza nchi. Lakini wapo vibaraka
ambao wao maisha yao wanatunzwa na kazi maalum wanazofanya ni hizi za kuharibu amani katika nchi. Wapo, na hata tunavyoongea hivi wapo, wako kazini, familia zao zinatunzwa kwa kufanya kazi hizo hizo za ukibaraka, na wengine hupenya mpaka na kwenye mifumo, wanapenya kila siku, yuko kazini, unaweza ukadhani anafanya kazi ya taifa, kumbe ni kibaraka anatumika. Wengine wapo kwenye vyama vya siasa hivyo hivyo, kila siku unadhani anafanya kazi ya demokrasia, kumbe kibaraka anatumika. Nilikuwa namsikiliza mmoja, kila siku anabadilisha kauli. Siku hii KKT wanataka kufanya hivi. Mimi niwaambieni, nchi yetu hii, utaratibu wa kupata viongozi wakuu wa nchi ni kupitia vyama vya siasa. Hatujawahi kusimamisha wagombea wa madhehebu. Tunatumia vyama vya siasa, ndivyo katiba inavyosema. Ni mwaka gani kuna dhehebu liliwahi kusimamisha mgombea? Ukisikia kauli hizo, ni kauli za vibaraka ambao wako kazini, wanataka kutuletea migawanyiko ya kidini. Mwaka gani tumewahi kuona dhehebu limesimamisha mgombea? Wagombea wanasimamishwa na vyama vya siasa. Ndio, wagombea husimamishwa na vyama vya siasa. Vyama vya siasa vilivyosajiliwa kikatiba. Na miaka yote tangu tuanze, na Mwalimu Nyerere alisema hili, hatujawahi kusimamisha mtu asiye na dini. Mambo ya madhehebu mwaka huu yanaanzia wapi kama si kazi za vibaraka walioko kazini? Mambo ya kipumbavu, tunapotezeana muda. KKT. Dini dhehebu limewahi kuwa na mgombea? Sisi tuna vyama vya siasa. Ndio. Na katiba inasema vyama vya siasa ndio vitasimamisha wagombea. Na vibaraka wenyewe wanaoongea hayo hata sio wana CCM. Si waongea vyama vyao huko. Kama kwenye vyama vyao wanasimamishaga kupitia madhehebu, ni huko. Mimi nilishakuwa naibu katibu mkuu wa chama hiki. Najua mambo ya viongozi ndani ya chama chetu yanatumia chama cha siasa. Chama chenye heshima. Ukiwa na chama chenye heshima, unaongeleaje madhehebu? Mambo ya kijinga yakaachwa yakarudiwa huanza kuonekana kwamba ni mambo ya maana. Haya lazima tuyakatae kila dakika. Ndio. Nataka kuwafanya maaskofu wawe bize kujadili mambo ya vyama vya siasa ya nomination, badala ya kufanya mambo ya kuombea taifa na kulinda heshima na utukufu ndani ya madhehebu yao. KKT. Nani kawaambieni cheo akinapeleka mtu mbinguni? Kwa akitokea kiongozi wa dhehebu hilo, wale wa dhehebu hilo wanaenda mbinguni kwa tiketi ya kiongozi wa siasa. Mambo ya kipumbavu kabisa hayo, tunapotezeana muda. Jana nimesikia lingine, huyu ni mgombea wa rais. Tangu lini sisi rais anataja mgombea? Someni katiba ya chama chetu iwaambie ilivyo. Na mjumbe wa kamati kuu yuko hapo. Hiki ni chama chenye misingi. Hiki sio chama cha briefcase. Ukibaraka, tusipotezeane muda. Na ukisikia kwenye tetezi, unaona wanatutaja na wengine. Msitupoteze muda. Watu wengine hatuugui na madaraka. Tunaugua na kutatua shida za watu. Hatuugui na vyeo, tunaugua na kutatua kero za watu.
Cheo sio msingi, msingi ni huduma kwa watu. Ndio mimi nimeanza, niko sekondari, nasomesha watoto ambao hawajiwezi. Nina watoto zaidi ya 1000 ambao wamepitia mikono yangu. Hayakusubiri waziri mkuu. Waziri mkuu kwangu mimi sio kitu kikubwa. Kikubwa ni nafanya nini na nafasi ambayo nimeaminiwa. Ndio maana kila weekend nikimaliza majukumu yale ya ratiba ya kiserikali naingia na haya, hamna kupumzika, ili wale ambao wanahitaji kusikilizwa waweze kusikilizwa, na hata hapa nitawasikiliza. Na wala msiwe na haraka, tutasikiliza hata kama giza litatukuta hapa. Ndio majukumu niliyotumwa na Mheshimiwa Rais.